Lakini mume wangu, niliona kama baba atajisikia vibaya. Ina maana unamsikiliza baba yako kuliko mimi, sio? Aha. Wewe ni mjinga sana. Umependeza huko, mimi naonekana kama nakunyanyasa, sio? Unaniletea story. Na mwanangu yuko wapi? Na kuuliza mara ya pili. Mwanangu yuko wapi? Maana umetoka, nimekwambia umetoka kwa mara zako umebishi. Kwa hiyo unaona bora umtelekeze mwanangu, uende kufanya starehe zako. Haki ya Mungu, kama leo sijakuua sio mimi. Mwanangu yuko wapi? Mke wangu, unajua kuchelewa huku naweza nikakosa kazi. Na unajua kabisa kama tajiri wetu ukishachelewa hata dakika moja inakuwa changamoto. Na mamangu, nimepambana na sasa hivi nafikiri peni nimekaa wapi? Okay, sawa. Niko hapa. Kwa mimi nafikiri ni wahi. Nikiweke sawa. Nikifika wajua alioa mke alipata. Si unajua? Lakini ungekunywa hata chai tayari. Chai ndakunywa. Nimeandaa chai, chapati unazozipenda ziko tayari. Kikweli nimetamani. Nisikukatisha tamaa. Nimetamani kinoma, lakini kulingana na muda naomba niwahi. Unajua pia pesa ndo kila kitu. Pesa ndo inanunua hivi vitu ujue. Jamani. Si ndio hivyo? Please nitachelewa kuhusu chapati. Naomba nizikute. Vitu vangu hivyo. Si unaelewa? Unanielewa vizuri? Hata kama zimekauka naomba nizikute baadaye, sawa? Sawa, usijali. Utazikuta. Nikute uko salama, Mwenyezi Mungu akulinde, sawa? Sawa. Take care baby. Bye. Bye. Poa. Sana siku njema. Sawa. Nilimwacha kwa Manuru. Mwanangu tena kwa mama Nuru, mimi mwanangu kwa mama. Kule nilikuwa na kazi. Kimya. Kimya. Kelele mfaidishana. Mungu naomba nisamehe. Unataka majirani wajue kinachoendelea huko ndani, sio? Bavu nini? Kimya. Na kugonga unakaa kimya. Sasa usikie kelele. Wewe. Bavu. Nilikwambia je kuhusu kwa mama Nuru, mama je? Mungu naomba nisamehe. Nenda kwa mama Nuru, ukabebe kile kifaranga chako. Uende nacho kwa baba yako. Si baba yako ni bora kuliko mimi? Anyanyuka. Toka! Toka! Nashinda mtani na randa dunia tambara bofli mekata kamba, sijui upendwa baba wala mama, mtani nawaza. Samahani bwana, nilikuwa na mpango wa kuja ofisini kwako tukae tuongee. Najua umefuata nikale kamziko bwana. Nikaa nimetingwa na wateja hapa, ndio maana nikachelewa. Hivi unajua Msafiri, umefikia hatua mbaya sana. Hivi unajua ulipofikia ni babaya sana. Na hatua uliofika ni mbaya sana. Unajua Msafiri, nilitegemea nilipokuja kuchukua friji lako nyumbani, basi utanifuata kazini na utakuja kunilipa pesa yangu. Hasa nashangaa ni kimya mpaka sasa hivi. Bwana Samiri, mimi sikukimbii wewe. Ni wateja tu hapa nilikuwa nawahudumia, umeniwahi mzee wangu. Nikueleze tu ukweli. Ile pesa ambayo nilikuwa nayo, ambayo ilibidi nikupe, nimepatwa na msiba, nikaamua niitume msibani. Ndio maana akili yangu yote ikawa inanisukuma nikuwahi ofisini, nijitetee, tukae kiume. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Vipi na mabegi tena hayo? Yaani kakaangu, sijui hata nianzie wapi kukuelezea. Ni story ndefu sana.
Sijui nimwamshe au niondoke, maana akiamka huyu mjamaa si ataniua mimi. Baba umenipoza baba. Ulikuwa wapi? Na kuuliza ulikuwa wapi? Unasema nini? Ina maana ulikuwa kwa nini sio? Halafu cha kunishangaza, mbona umependeza sana? Sijakupata nia yangu. Umependeza hivi. Umeanza umaraya, si ndio? Nitoa sheria yangu. Hapa nyumbani hauruhusiwi kutoa hata mguu. Ukautoa. Unanizarau, sio? Sasa utaenda kunielekeza vizuri. Ulikuwa wapi? Ndio hivyo kakaangu. Usijali dada. Sawa? Yaani nikwambie usichokijua. Yaani hata wewe usingekuja hapa sasa hivi. Nilikuwa na mpango wa kumfuata huko. Maana nilikutana na yule jirani yako yule, mnene yule kibonge. Kanieleza kila kitu. Kwamba tokea nimekuja ile siku hamna kilichobadilika. Kwamba anaendelea kufanya makusudi. Lakini anyway, mtoto kwanza yuko wapi? Hivi unajua unaniletea masihala. Pesa hizi ni za kampuni, sio za kwangu. Wewe nilikuamini kama jamaa yangu na rafiki yangu. Sasa naona sasa hivi unaniingiza mimi mkenge. Mimi sijapenda nifiwe. Ni mambo tu ya kibinadamu yametokea. Ndio maana nakwambia pesa nimeshaituma msibani. Naomba nielewe, nipe wiki hizi. Wiki mbili tu mzee wangu. Hapana. Naona tulipofikia ni pabaya. Ila acha sheria ifuate mkondo wake. Maana unaniambia mimi pesa imefiwa, pesa ya kampuni. Acha sheria ifuate mkondo wake. Maana nimekuvumilia vya kutosha wewe. Naomba nielewe kama mwanaume mwenzio bwana. Naomba unielewe. Nimekufuata mara nyingi, haunielewi. Kwa sasa naomba tu sheria ifuate mkondo wake. Tusilaumiane kitakachokufuata. Si rahisi kufurahi ukiwa na njaa. Masikini kajikuta naiba. Maisha ya dhiki dunia ni mbaya. Nimekuja naye. Yupo ndani kalala. Sasa nisikize nikwambie dadangu. Naomba usiwe mbishi kama ulivyokuaga mdogo. Najua ni mbishi sana. Sasa ubishi mimi siutaki. Sawa? Nachokiomba kutoka kwako, wewe ni dadangu mimi. Sawa? Na kama yeye ameshindwa kukupenda, mimi kakako bado nakupenda, bado nakujali. Sawa? Kwa hiyo sasa naomba ukae hapa nyumbani. Sawa? Hapa ni kwenu. Hapa hujaua. Kama yeye hakupendi, sisi ndugu zako bado tunakujali. Bado tunakuhitaji. Sawa? Kuhusu anko wangu, hilo nafikia halina shida. Wewe mwenyewe unajua bisa mzee ana ng'ombe hapo wa kutosha. Kuhusu maziwa, atakunywa mpaka atakuwa. Kwani wangapi wamekulia maziwa ya ng'ombe? Ila sasa mimi kama kaka, ili swala sitokaa nikalikalia kimya. Kwa sababu huyu mjinga amezidi. Nilikuja mara ya kwanza nikampa onyo, hakusikia. Sasa kwa hili swala mimi kama kaka sikai kimya. Unanielewa?
Kwa lazima nichukue hatua. Tena sio hatua tu. Hatua kali. Kama kaka lazima nisimamie. Nilimwahidi nitamfanya kitu kibaya. Sasa moto unawaka. Tilipu hii. Moto unawaka. Sawa? Lazima alipe kwa hicho alichokifanya. Siwezi kukaa kimya. Mimi nimekuelewa kaka yangu. Nashukuru kwa kuwa upande wangu na kwa hatua niliyofikia. Sidhani kama anaweza kwenda kuishi tena na shemeji yako. Amekuwa mkatili sana kwenye maisha yangu. Nilimwahidi mwanzo mume wako kwamba endapo akizingua tena sitakuwa na sali ya mtume yoyote. Nitatulia tu nyumbani, nimlee mwanangu, hivyo tu. Ni kazi juu ya kazi, mwendo wa kazi. Sawa? Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Mambo Kichuna? Poa. Mrembo. Nimezoea kuona mbalimbali, lakini leo nakuona tit for tat, ana kwa ana. Nimefurahi sana kuona. Hata mimi nimefurahi kukuona. Kichuna, mimi nafikiri nisipoteze muda wako, na umeniambia umetoka nyumbani umeibiaibia tu. Nafikiri tutaenda haraka, lakini naomba unielewe tafadhali. Lakini kama pia hujapenda mazingira, ni vema ukanambia. Unaweza kuchange location. Nimeyapenda. Nimeyapenda Nashukuru sana. Kumbe mimi ni mzuri sana katika kuchagua mazingira. Kitu kikubwa ambacho nimetamani tuzungumze ni kitu kimoja tu. Lakini naomba niende kwenye point kulingana na muda. Tumekutana muda mbaya, lakini pia nafikiri utakuwa ni muda mzuri kwa mazungumzo. Mimi nafikiri Kichuna, ni vyema kila mwanadamu ana haki ya kueleza hisia zake kwa mtu ambaye anahisi ni sahihi kwake. Lengo kuu ya yote kwa yote, Kichuna, mimi nimetokea kukupenda sana hisia. Na nafikiri nimezunguka sehemu nyingi, nimekutana na wanawake wengi, lakini nikaona chaguo langu sahihi, mwanamke mwenye vigezo vya kuwa na mimi, ni Kichuna pekee. Sasa mimi mbona nina mtu? Sasa Kichuna, mimi sidhani kama utaweza kukosa mtu kulingana na urembo wako. Lakini inawezekana huna mtu sahihi katika maisha yako. Okay, ungekuwa na mtu sahihi, sidhani kama ungekuwa hivyo Kichuna. Kichuna wewe sio kuwa hivyo. Bali nikoje jamani? Una mwanaume akuhudumia. Njoo kwangu uchume mema ya nchi Kichuna. Dada, tuachane na hayo. Mimi kuna story nataka nikupe. Nilipokuwa safarini katika pita zangu huko, katika harakati za kuhangaika huku na huku, bwana, nikutana na tukio moja hivi ambalo sijawahi kuliona katika maisha yangu kabisa. Sawa? Yaani nimekutana na mshikaji, kila nikimwangalia simpatii majibu. Unajua jamaa na nini? Hapa mbona hapa hana mdomo kabisa yani. Sawa? Hapa ni kama shavu hapa. Pampita hivi. Sasa mimi nikanajiuliza, huyu mtu anaishije? Anakulaje? Sawa? Ghafla sasa akamwita mama mmoja anauza karanga. Wewe karanga njoo. Sawa? Haya, baada ya kumuita yule, mshikaji akanunua kweli karanga pale. Nikashangaa mkono wa kushoto anauinua juu. Karanga zinaingilia kwenye kwapa. Nikashangaa kumbe yule bwana ana mdomo uko hapa. Umeona? Nataka muongo wewe jamani. Kweli. Asa mtu anakuja na mdomo kwa pani jamani. Nisikize sasa alichoniambia yule jamaa. Sasa mimi baada ya kuona kama nimeshangaa sana lile tukio, ikabidi nitamke, yani nilikuwa ninajiuliza lakini nikajikuta nimeropoka kwa sauti kubwa kiasi kwamba kanisikia. Umeona? Hana mdomo. Alichonijibu sasa, amenitukana. Alinitukana ile siku. Na mimi nilitaka nikuulize sasa. Umesema yule kaka alikuwa hana mdomo na akamuita muuza karanga. Na mimi nataka nijiulize alimuita kupitia nini?
Aha, kumbe hapo ulikuja elewa. Sasa hapo taelewa. Sawa, yaani jinsi alivyomuita yule, alimuita kwa ishara, sawa, lakini kilichofuata pale sasa, yule jamaa alichoniambia mimi sasa. Nikakuta tu baada ya kumsema sasa, nikakuta tu ghafla ananiambia, "Mpumbavu mmoja, kazi kusema zote umekamilika eti." Nakwambia ukweli umekamilika. Nilishangaa. Mungu, unajua itakusababisha nimekuwa muongo. Pamoja na yote hayo, nimekuletea habari njema sana leo. Sawa? Yaani kakako imefika hatua sasa, nataka niingie kwenye majukumu ya utu uzima. Hebu tulia. Taarifa gani? Hizo habari njema bwana ni hivi. Kwanza kabla sijakwambia, najua dadangu ni mtaalamu sana wa kukisia wewe. Mpaka majibu ya English kwako unanipa kwa kukisia wewe, unakumbuka? Sasa na kisia nataka nikwambie kitu gani? Au unahisi ni habari gani? Hata kama anaanza kunihudumia lakini tumependana. Tichuna, hata wazazi walipokuleta duniani walikuleta hawakutaka ujihudumie, walikuhudumia na ndio maana mpaka sasa hivi uko hivyo. Wewe kaka vipi? Mbona king'anga? Nimekuambia nina mtu wangu. Nimekwambia mimi nina mtu wangu. Mbona king'anga hivyo vipi? Mimi nafikiri sio shida. Okay sawa. Mimi naomba tuonane kwa wakati mwingine, nafikiri tutazungumza. Sawa. Nisichukue sana muda wako. Nafikiri tutaonana siku nyingine, kwa na mitikasi mingi tutaonana, sawa? Sawa. Sawa. Basi naomba si utakuwa popote. Mimi Iko huru tusharifia. Lakini nisaidie jambo moja hapa. Samahani lakini. Hapo nitajie namba yako tu kama utojari. 07. Ndio. 56 5 40 255. 255. Nashukuru sana. Umesoma sana shule? Kidogo. Okay. Sawa. Asante. Good time. Thank you. Yaani huyu kaka huyu kumkataa kote kule kanitumia 50. Yaani huyu. Ngoja. Huyu lazima ajaye huyu. Naanza kumchuna taratibu. Sina haraka naye. Ngoja. Habari zenyewe ni hivi. Mimi saizi nataka kuoa. Wewe kakangu mimi wewe. Wewe unataka kuoa wewe? Yeah. Na hizo vurugu zako baba wako unamwachia nani? Basi. Na wala sikutani. Niambie kama unanidanganya. Dada, maisha ukao bacha na mimi nimechoka. Maisha naamka asubuhi, niko na mzee tu hapa nifanye shughuli zake. Mimi lini nitajenga familia yangu? Sawa kakangu nimekuelewa. Vipi kuhusu tabia ya wifi yangu? Umemchunguza vizuri kweli? Kuhusu tabia usijali. Ni nzuri mpaka nawaza huyu mtoto aliumbwa alishushwa. Kama ana uwezo kunivumilia mimi kwa muda niliokaa safarini mpaka narudi nakuta hana mwanaume, hajaolewa. Sawa, nikiashiria tosha kwamba mimi bado ananipenda. Tena na mimi nampenda. Kaka unayosema ni ya kweli? Sure kabisa. Basi sawa kakaangu. Mimi nakupa hongera kwanza. Na wewe bwana. Vijana wenzako wote mtaani wameoa. Ukabaki wewe kakaangu. Mpaka nikawa najiuliza, hivi kakaangu huyo mimi ana shida gani? Najua dada, mwenyewe nimetambua kwamba maisha na mimi mwenyewe ni mtu mzima. Sawa. Maisha kusema nakaa na mzee tu hapa namsaidia shughuli zake ndogo ndogo mpaka lini? Mimi lini nitajenga kwangu mimi? Hilo ni jambo jema sana kakaangu. Yaani mimi namtaka wifi yangu hata kesho unajua nije nimuone tu. Akusaidie kuosha vyombo nini fresh. Kweli bwana kaka. Unajua umeshaenda. Umeshakuwa mtu mzima wewe. Ya kweli maisha yanabadilika. Kama kuna uwezekano kuwa saa 4 ikawa saa 8 ikawa saa 12, mimi ni nani nishindwe kuoa kutimiza majukumu ambayo Mungu alitupa kwamba lazima tuoe tunapofika umri fulani?
Unajua dadangu, na ubonge ulionao ni mvivu, kukikaa umekaa utaki kunyenyuka. Ni chakula tukuletea hapo hapo. Nakufahamu sana, ila usiwazi. Nakuletea wifi yako. Sawa? Sawa. Na imani kwa huu mwili ulio hivi utazidi kunenepa zaidi. Pamoja na yote unazungumza kwamba naonyesha ubabe huko, lakini mimi ndani ya kwa yule mwanamke hamna kitu nasema. Hamna kitu mimi naweza nikafanya kwa yule mwanamke. I swear nampenda sana zaidi ya sana. Au sio? Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Sikiza nikwambie kitu mdogo. Na wewe umeshakuja kwenye chama hiki cha ndoa. Haya leo yafanya mimi yote utakuja kuyaona mdogo wangu. Hebu nikwambie kitu kimoja. Mtoto niliyota leo ni mtoto mbaya sana, ambayo inanibidi mimi lazima tu nili nikamwangalia mume wangu ameamkaje. Kupigwa, kulaza nje, kunyima chakula. Hiyo yote ni dalili ya mapenzi. Mume wangu ananipenda na mimi pia nampenda. Wewe niende mdogo wangu. Shemeji nilikuwa nakupenda wewe kweli kabisa kutoka moyoni. Asingeweza kufanya yote hayo, kukulaza nje wewe na mtoto, kukuletea mwanamke ndani. Dada, bado unaona shemeji anakupenda kweli? Mdogo wangu, hizo ni mistake tu za maisha. Haya nayo yafanya mimi hapa leo, utakuja kuyafanya mdogo wangu. Ngoja mimi niende. Dada, siende. Nashinda mtaani na randa, dunia tambara bovu limekata kamba. Sijui upendo baba wala mama, mtaani nawaza. Sio rahisi kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta naiba. Maisha ya dhiki dunia ni maya, kwa changamoto nimezidiwa. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani.